Kumaliza, na nilikuwa nazungumzia upande wa pili ambao Julio ameuzungumza wa namna ambavyo Simba wanapaswa kuwa na utulivu lakini pia mshikamano baina ya viongozi, mashabiki pamoja na timu yao ambayo inacheza kiwanjani. Lakini hiki ni kitu ambacho huwa kinakuja pale ambapo wote mnaongea lugha moja. Ili muweze kuongea lugha moja, basi lazima kuwe kuna mfumo ambao unawafanya nyie muweze kuzungumza lugha moja. Lakini ukijaribu kuangalia kuna vitu vingi sana ambavyo vinaonekana kama vile kama havitaisha Simba. Haya mambo tunaweza tukaendelea kuyasikia tena na tena. Tunaweza tukaendelea kusikia mwenyekiti wa klabu ya Simba upande wa wanachama yeyote atakaye kuwepo ataendelea kulaumiwa. Yes. Lakini tutaendelea kusikia taarifa za kwamba labda posho sijui zimecheleweshwa kwa sababu ya mfumo ambao upo, kutokana na kwamba Simba inaendeshwa na pande mbili. Upande wa wanachama ambao una 51% na upande wa mwekezaji ambao una 49%. Lakini kwa katiba ya Simba ambayo inaendesha timu sasa hivi ni kwamba chombo ambacho ni cha maamuzi kwenye level ya juu kabisa kwenye klabu ya Simba ni bodi ya wakurugenzi ambayo mwenyekiti wake ni mwekezaji Mo Dewji. Sasa ukijaribu kutazama it's like watu ambao wana 51% kwenye ile bodi, hata ukijaribu kuangalia tu ni kama vile kuna nguvu fulani wanaikosa. Sio kwa sababu ya pesa, lakini hebu nenda kaangalie majina ambayo yapo kwenye upande wa wanachama na majina ambayo yapo kwenye upande wa mwekezaji. Unaweza kupata taswira ya kwamba kuna sehemu fulani nguvu inakosekana. Kitu cha kwanza ambacho kinasababisha nguvu inakosekana ni kwa sababu upande wa wanachama kwa namna moja ama nyingine kuna nguvu ya pesa ambayo inakosekana. Inakosekana kwa sababu gani? Unajua Simba ukijaribu kuangalia ni tofauti sana na Yanga kwenye kile ambacho wanakifanya kwenye upande wa wanachama. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni kuuliza tarehe mkule ni lini ambavyo ulisikia labda Simba wanadahili wanachama wapya. Ni muda mrefu kidogo. Lakini ni lini ushai kusikia kuna mtu wa Simba anahamasisha watu walipie kadi zao? Ni muda mrefu kidogo. Lakini kwa Young Africans umeona karibia kila muda ukiwa unamsikiza yule mkurugenzi wa wanachama amekuwa anazungumza hiyo. Hiyo inakuonyesha kwamba kwa Simba kwa upande wa wanachama ni upande ambao una ububu. Yaani ni ngumu sana sasa hivi mwenyekiti wa Simba yule Murtaza Mangungu ambaye ndio yupo kwenye upande wa wanachama akawa na nguvu ya kuzungumza, wakati upande ambao yeye yupo kwa namna moja ama nyingine hauchangii kitu kwenye masuala ya kiuchumi, sio kama unaelewa. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia consensus ambazo zimekuwepo kwa siku za karibuni, kwanza watu wamekuwa wanamnyoshia mikono Mangungu ambaye kusema ukweli ukijaribu kutazama nguvu yake wanamuonea nguvu yake ni ndogo kwenye bodi, kutokana na kwamba upande wake hauchangii pesa, kutokana na kwamba wanachama hawachangii pesa, na lakini pia wanachama hawadahili wapya, kwa maana ya kwamba ili kuweza kuongeza sasa hiyo mapato ili na yeye sasa awe na hiyo nguvu ya kuweza kuzungumza pale. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho kilitokea hapa kwenye hii dabi. Kuna taarifa ambazo zilikuwa sio rasmi, zilikuwa zinaeleza kwamba wachezaji walikuwa bonus zilikuwa zimecheleweshwa. Na moja kati ya sababu ambayo ilikuwa inasemwa ni kwamba mwekezaji ndio ambaye alichelewesha hiyo bonus. Kama upande wa Simba wa wanachama ungekuwa una pesa hizo ambazo zingekuwa zinatoka kwa wanachama kutokana na kulipia kadi zao, wangeweza kuwaisha hizo bonus na pengine labda kuna baadhi ya vitu vingeenda kwenda sawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo vinalalamikiwa sasa hivi kwa Simba. Changamoto sio watu waliopo, changamoto ni mfumo ambao upo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi ndio muda ambao Simba nadhani wanapaswa kuulizana maswali ambayo yatakuwa ni ya msingi sana kwenye Harris kwa pale Yanga yeye yuko upande gani? Harris yuko sasa utaratibu wa kuendesha timu wa Simba na Yanga ni tofauti pia. Ni tofauti. Harris yeye kapigiwa kura, sio? Ndio rais wa Yanga. Huku Simba wana rais. Wana mwenyekiti ambaye kwenye bodi ya wakurugenzi ambaye anaingia kama mjumbe, lakini pia ni makamu mwenyekiti. Tofauti hapo. Kwa upande wa Yanga president wao yupo na mwekezaji, lakini amepigiwa kura na wanachama. Kwa hiyo unaona kwamba huyu ni mtu ambaye ana link na pande zote mbili. Yupo upande wa huyu mwekezaji, lakini amepigiwa alichowini engineer Harris zaidi yupo pande zote Africans, ndani ya Young Africans, na hii inaweza kawa ni siri tu ya success ambayo inapatikana pale Young Africans, ni kwamba huyu ni mtu ambaye ana influence kubwa si tu kwa
kwa upande wa Yanga. Lakini pia Mkule, hilo sio tatizo. Sio kwa upande tu wa Yanga. So Yanga ili wawini mashabiki na wanachama wa Young Africans watengenezee timu yao vizuri unapoenda sokoni kufanya usajili. Umesikia? Sasa umesikia Mkule? Hicho ambacho kwa mwekezaji pia. Mind you, wakati anakuja kuwa rais wa Young Africans, alitoka kuwa alikuwa mkurugenzi wa uwekezaji. Sawa. Sasa unaangalia ni namna gani hii ambapo umesikia Mkule MC. Naomba kwanza nimjibu tusikambe mrefu hapa tunyanyuka sawa, ni wasawa wa kimataifa. Sema kama ni tatizo. Nataka of course nataka nizungumze ambacho amekizungumza Nasiri kwamba ukijaribu kuangalia hizi pande mbili zina tofauti kwa namna ambavyo mambo yanaenda. Lakini ukiangalia changamoto kubwa ambayo sasa hivi inaonekana Simba ipo, sio kwa sababu mtu ambaye yuko juu labda yuko upande fulani, ni kwa sababu upande fulani unakosa nguvu kwa sababu hawaingizi pesa yoyote. Sasa hata wanavyodhani saizi Yanga inaendeshwa kwa ajili ya pesa za wanachama. Ni moja kati ya pesa ambazo angalia kwenye mikutano yao mikuu huwa wanatoa yale mapato na matumizi. Angalia pesa wanayoichangia wanachama na pesa ambayo inatumika kuendesha club. Yaani vitu vile tofauti. Haifiki hata theluthi. Nikwambie kitu kimoja. Wakati wanaganya nguvu baina ya hizo pande mbili za Young Africans, upande wa mwekezaji na upande wa wanajiliwa wanachama, nguvu ya wanachama haikuwekewa uzito zaidi kwenye kiasi cha pesa watakachoingiza kama wanachama. Ila mtaji wa wanachama na nguvu anayoipata ule rais wa wanachama ni kwenye namba ya wana Young Africans. Yani, sasa Simba hawadaili mwekezaji anapokuja anahitaji kusell product kwa hao ambao ni wanachama nje ya kadi ambazo wanazozilipia kila mwaka. Na mind you, hata kama Hersi Saidi ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa uwekezaji wa GSM, kama asingekuwa ni mtu wa kutoka GSM na kwenda kupigia kura pale, hata akitoka leo hii hapa mzee wangu Ugavuma kutoka Dodoma, mwanachama wa Yanga alialia, akaenda leo akatia nia pale, mfumo ule kwamba mwenyekiti ama mtu anayepiga kura na wanachama ndo anakuwa rais wa klabu na mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi, unafanya wanachama wa Yanga wawe na power. Ndio iko kitu ambacho ndugu zangu wa Simba Sports pale kinakosekana. Mtu ambaye anapigiwa kula na wanachama wa Simba zaidi ya 20,000 anakosa nguvu ya kimaamuzi ndani ya bodi ya management. Kwa nini anakosa nguvu? Mangungu, kwa sababu katiba na mpunga pia hawana. Na unajua kuna kitu kinatia unadhani ukiwa una hela Yanga, ngoja nikwambie kwa mfano kwa Yanga. Kwa pale Yanga. Unadhani kile cheo cha president kingekuwa kimekaliwa na mwanachama mwingine wa Yanga ambaye hana vinasaba vyote na GSM, alafu mpunga ungekuwa haueleweki, unadhani ingekuwa na power kushinda? Ingekuwa rahisi. Ingekuwa rahisi. Harris bado angeendelea. Mpunga ungekuwa ueleweki vipi? Si kama Simba huko timu zote mbili bila matajiri, mpunga huwa ueleweki. Hawezi mpunga. Kwa mpunga huwa anategemea kutoka kwa wao wekezaji. Unajua kwa nini nimegusa hilo Mkule? Lakini uzuri wa kuwa na mwenye rais ambaye ana nguvu inayotokana na wanachama ni huu, kwamba hata ikitokea kuna taasisi moja ikasusa ama ikasuasua, nguvu ya huyu anayepiga kura na wanachama ya kuweza kutafuta mtu mbadala na jambo likaenda ni kubwa zaidi. Kitu ambacho hata huu upande wa Mo wakitaka wafanikiwe wafanye kama alivyofanya Yanga ni kitu kidogo tu. Mo naye ampandishe mtu mmoja awe kama mwenyekiti kule upande wa wanachama, alafu awe ni mtu wake, abebe matumaini na haitakuwa solution ya kudumu. Mo hana garantia kuishi milele, au Mo hana bima sema akiondoka saizi Yanga inakuwa hana bima ya kuipenda Simba milele. Kesho na kesho hata JSM akiondoka Young Africans, ambaye rais wa Young Africans anayetokana na kupiga kura na wanachama wa Young Africans, nguvu yake itakuwa ni kubwa kwenye bodi ya management. Ndio kitu ambacho Simba Sports natamani nao siku moja wawe na mwenyekiti ambaye nguvu yake sio tu kwenye kufungua na kufunga vikao, viwe na sauti ya mwisho ya maamuzi kwenye bodi ya wakurugenzi wa klabu. Mimi nakubaliana na huyo hapa kwa asilimia 99. Hata Mo akimleta mtu wake kwa asilimia Mo kesho anaweza akahamisha uwekezaji wake ndani ya Simba. Simba wapate mtu wa kariba hiyo kama ya Harris. Unajua Harris hamna mtu wa Yanga ambaye ana mashaka pengine na engineer Harris. Alafu alichokifanya Harris, amebeba
sawa matarajio fikra za wananchi na wananchi wameweka imani yao kwao halafu hapo hakutaka kutoa au kuharibu imani yake kule alikotoka kwa mwekezaji amebeba pande zote mbili. Huyu ni mtu ambaye kiukweli ukitaka umdondoshe inaweza ikawa ni sio rahisi. So kama ambavyo unavyofikiria wananchi wanaweza mashabiki au wanachama wa Yanga wanaweza kawa hawana pesa na hawachangii pesa kiasi hicho lakini brain ya Harris ya jinsi ya kuirani club kwa kuweza kuangalia tunapataje sponsorship tunapataje baadhi ya nanili ili ziingize pesa ni kubwa. Kwa unazungumzia mind capacity ya Harris sio affiliation yake na GSM ambayo kaitaja pia nimetaja kitu ambacho nafikiri hata Harris mwenyewe atasema sio sahihi kwa sababu Harris kule GSM ni mwajiriwa. Kesho anaweza akajiuzuru, kesho anaweza akafanyaje. Young Africans watalazimika kila anayetaka aje gombea nafasi ya rais awe ni mfanyakazi wa GSM. Sio sahihi. Na tukumbuke pia Harris alianza kuwa na nguvu Yanga kabla hiki cheo hajakipata. Yes of course. Yes of course. Imani ambayo kwa yani hiyo ipo obvious kwenye hizi club, mtu ambaye anaweka hela ndo ambaye anakuwa na nguvu. Na saa nyingine hata hiyo heshima unaipata kwenye hizi club ukiwa na pesa. Unaona dhani mashabiki wa Simba wanaompiga mawe Mangungu hawajui kama Mangungu sio tatizo, lakini wanawaogopa wale wenye upande wa pesa. Wanajua wakiondoka wale wengi hawajui kuna mtu ambaye angeweza kukaa vizuri sana kwenye position ya Mangungu. Sawa kwa kuangalia tu. Nataka nikutajie kuna mtu ambaye angeweza kukaa na akafiti vizuri sana. Sawa na Simba nitafute mimi DM. Tawaambia. Sasa huo mshikamano ambao wanautaka huo. Tuko na